Karibu, hii ni Tanganyika TV. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuhusu mgogoro mashariki mwa DRC ambao unaendelea kati ya vikosi vya waasi wa M23 na jeshi la serikali la nchi hiyo. Hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM. Mgogoro mashariki mwa DRC, mwakilishi wa Marekani azuru Kinshasa na kisha Kigali. Baada ya kuzuru Kinshasa, mbunge wa Marekani Dr. Lonnie Jackson ameendelea na ziara yake siku za hivi karibuni katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, baada ya kutua huko Brazzaville. Dr. Lonnie Jackson alikuwa daktari wa Rais Donald Trump wakati wa muhula wake wa kwanza na ni afisa mteule wa chama cha Republican kutoka jimbo la Texas. Swala la mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limekuwa kitovu cha ziara yake. Wakati wa ziara yake ya siku mbili mjini Kigali, mbunge kutoka chama cha Republican Dr. Lonnie Jackson amekutana na Rais Paul Kagame kujadili ushirikiano unaoendelea kukuza amani katika eneo hilo, kulingana na ujumbe wa ofisi ya rais. Akiwa mkuu wa kamati ndogo ya bunge ya ujasusi na operation maalum, daktari huyo wa zamani wa ikulu ya Marekani na admirali aliyestaafu katika jeshi la mjini pia amekutana na watu wawili katika vyombo vya usalama vya Rwanda: waziri wa ulinzi Juvenal Marizamunda na katibu mkuu wa ujasusi Aimabo Havugialemye. Ziara hiyo inajiri siku chache baada ya kufanya ziara mjini Kinshasa, ambako mzozo wa mashariki mwa DRC ulikuwa kiini cha mjadala. Lonnie Jackson alikutana na viongozi wa kidini na pia mkuu wa nchi Rais Felix Tshisekedi, ambapo alisema kuwa anataka kufanya kazi ili kurejesha amani nchini, kwa mujibu wa ofisi ya rais, na kwamba makampuni ya Marekani yanaweza kuja kuwekeza nchini DRC. Ujumbe uliotolewa wakati ushirikiano wa uchimbaji madini kwa sasa unajadiliwa na Marekani. Wengi wa watu takriban 100,000 waliokimbia makazi yao nchini Uganda na Burundi wanajikuta katika hali mbaya. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, zaidi ya watu takriban 100,000 waliokimbia vita mashariki mwa DRC wamepata hifadhi katika muda wa chini ya miezi mitatu katika nchi jirani za Uganda na Burundi. Mapigano katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yamewalazimu watu kutoroka makazi yao, lakini hali yao inaleta matatizo mengi katika nchi zinazowapokea, kama ilivyoelezwa na msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Eugene Bunyoni. Hii katika nchi jirani ni mbaya kwa sababu nchi hizi mbili tayari zimepokea mamilioni ya wakimbizi. Kwa hiyo tunaweza kuona mzigo mzito walionao katika kuwahifadhi na kuwaokoa wakimbizi hawa. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa fedha wa hivi majuzi na uhaba wa fedha, hatuwezi kukabiliana mara moja na dharura hii. Hii ina maana kwamba idadi kubwa ya wakimbizi wanaowasili kutokana na mzozo nchini DRC wanajikuta katika hali ya msongamano mkubwa wa maisha na ukosefu wa huduma za msingi kama vile maji, chakula na malazi. Aidha, kwa sasa tumebaini wagonjwa 8 wa kipindupindu, jambo linaloonyesha kuwa mfumo wa afya hautoshi katika nchi hizi mbili, hivyo kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa mengine. Katika hatua nyingine, viongozi wa nchi za SADC na EAC kukutana tena kujadili hali ya DRC. Wakuu wa nchi hizo kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC watakutana tena wiki ijayo kujadili hali inavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ametangaza hii kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X baada ya kukutana na mwenzake wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, mwenyekiti wa SADC, walipokutana jijini Windhoek nchini Namibia siku ya Ijumaa. Kikao hicho kinatarajiwa kufanyika kwa njia ya video baada ya viongozi wa jumuiya hizo mbili kukutana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania mwezi Februari 2025, ambako walitoa wito wa usitishwaji vita na kutaka mazungumzo kutumiwa kupata suluhu. Licha ya wito huo, waasi wa M23 wameendelea kusonga mbele na kuchukua maeneo kadha wa kadha wiki hii, wakiuteka mji wa Walikale baada ya kuteka miji mikubwa ya Goma na Bukavu. Wiki hii mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kinshasa na waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda yalitarajiwa kuanza jijini Luanda nchini Angola
lakini hayakufanyika baada ya M23 wanaosema wako tayari kwa mazungumzo kuyasusia, wakilalamikia hatua ya Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wake. Siku ya Jumanne, Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana jijini Doha baada ya mwaliko wa nchini Qatar katika kikao ambacho hakikutarajiwa, huku viongozi hao wakikubaliana usitishwaji wa vita mashariki mwa DRC. Nchi ya Angola ambayo inaongoza katika upatanishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema ilistushwa na kikao cha Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame siku ya Jumanne nchini Qatar. Waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio amesema Rais Joao Lourenço alishangazwa kuona viongozi wa DRC na Rwanda wakikutana chini ya uongozi wa nchi ya Qatar. Aidha, ameongeza kuwa Angola ambayo haikuwa na taarifa kuhusu kikao cha Tshisekedi na Kagame inaendelea na mchakato wa upatanishi kwa mujibu wa mchakato wa Luanda kuwawezesha mazungumzo ya ana kwa ana kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Mazungumzo hayo yalikuwa yamepangwa kuanza siku ya Jumanne wiki hii, lakini waasi wa M23 walijiondoa baada ya waasi hao kulalamika hatua ya Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo viongozi wake. Haya yanajiri wakati waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda wakipuuza wito wa usitishwaji vita unaoendelea kusonga mbele, ambayo siku ya Jumatano waliudhibiti mji wa kimkakati wa Walikale. Na katika hali ya kushangaza, wapiganaji hao wa vuguvugu la AFC na M23 wametangaza leo Jumamosi Machi 22 kwamba watajiondoa katika mji wa Walikale Center katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mji waliouteka siku ya Jumatano Machi 19. Wamesema wanataka kuweka mazingira mazuri yanayofaa kwa mazungumzo kulingana na usitishaji mapigano uliotangazwa mwishoni mwa mwezi Februari. Lakini kulingana na taarifa zilizokusanywa na RFI kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji hao bado wanaonekana katika angalau wilaya 4 kati ya 6 za jiji hilo. Saa 8 mchana kwa sasa saa za Afrika ya Kati bado walikuwa katika maeneo hayo. Mashambulizi mapya ya anga yalifanywa na jeshi la Kongo yalilenga uwanja wa ndege wa Kigoma mapema asubuhi. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo hili la kimkakati mashariki mwa nchi, karibu kilomita 400 kutoka Kisangani. Na huo ndio mwisho wa miongoni mwa habari tulizokuletea leo kuhusu mzozo huko mashariki mwa DRC kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi ambavyo vinapambana na serikali ya nchini DRC. Mimi ni Erasto Mashauri na hii ni Tanganyika TV. Endelea kukaa karibu nasi kwenye Facebook, lakini pia endelea kukaa karibu nasi kwenye YouTube, utapata kama Tanganyika TV. Hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.